TMA Stars. Mchezo mwingine ambao Yanga wanakwenda kutupa karata yao kwa ajili ya kuisaka nafasi ya kutinga hatua ya 8 bora kwa maana ya robo finali. Mara nyingi kwa Yanga, Simba labda Azam wakicheza michezo kama hii tunaona rotation kwenye kikosi, labda kuwapata nafasi wachezaji ambao wawapati nafasi. Tuzungumzie walau kwa upande huu, inawezekana pia ikawa ni jambo zuri sana, kwa sababu pia naona kocha bado anaendelea kuwakosa nyota wake muhimu, japo wamerejea, lakini fitness bado haijakaa mara pake. Wanakwenda kucheza dhidi ya TMA, inawezekana approach zikabadilika pia. Inawezekana approach zikabadilika, kwa sababu anakutana na mpinzani ambaye ukimwangalia kwenye makaratasi, hata ligi ambayo anaicheza ni ligi mbili tofauti. Huyu yupo championship, huyu mwingine yupo ligi kuu Tanzania bara. Lakini Young Africans, ukitaja Yanga kwenye michuano kama hii ya FA, namtaja bingwa wa kihistoria kwenye michuano hii ya FA kama nipo sahihi. Bingwa mtetezi pia wa michuano hii ya FA ambayo alichukua msimu uliopita, nafikiri ilikuwa back to back. Kwa hiyo anahitaji kutetea ubingwa wake. Ili atetee ubingwa wake ni lazima acheze finali na abebe ubingwa. Kwa hiyo kufika huko mbele zaidi, lazima kwenye hatua za kwanza kabisa ushinde ili ukate tiketi ya kwenda mbele. Anacheza na TMA ukiwaangalia bado ni kama hawapo kwenye ubora ule ambao tunaofahamu sie. Hata kwenye ligi ya NBC Championship hapo kwenye nafasi ambayo pengine inaweza kukushangaza kwa kiasi kikubwa. Na good news ni kwamba, ama bad news ni kwamba wachezaji baadhi wa TMA, niliona bwana mdogo ambaye alikuwa Yanga under 20 ambaye pia alikuwa ana train kwenye timu ya senior, Yanga senior. Kwa hiyo yuko pale na ndio nahodha. Kwa hiyo kuna namna ambavyo TMA inaweza kaonyesha ushindani, na huwa tunaamini kwamba hususan kwenye hizi timu za chini zinavyocheza na timu hizi zenye majina makubwa kama Simba, kama Yanga, Azam, ndio sehemu sahihi ya wachezaji wale ambao hawajapata platform pengine ya kutazamwa kwa kiasi kikubwa kuweza kuonyesha kile walichonacho na kuangaliwa zaidi, kwa sababu tunaamini kwamba mechi ya Yanga, mechi ya Simba, mechi ya Azam inakutanisha watu wengi. Pengine inaweza ikawa inatazama kwa asilimia kubwa kwenye nchi yetu ya Tanzania, kwamba watu wanafuatilia sana Simba, Yanga, Azam. Kwa hiyo hizi timu za kawaida zinavyocheza na Yanga na Simba na Azam, wale wachezaji ambao pengine hatuwashuhudii, kwa sababu hata NBC Championship nafikiri kwa msimu huu haionyeshwi, na kama inaonyesha nafikiri mchezo michache. Haionyeshi. Msimu uliopita nilikuwa naonyesha baadhi ya mechi chache, lakini kwa msimu ni kama haionyeshi. Yes, haijapata platform ya kuonyesha, lakini ili jambo pia huko kuna wachezaji wazuri. Kuna namna ambavyo pia Yanga wanaweza kupata shida. Kupata labda TMA hao wanachezaje? Ni timu ya aina gani? Lakini mimi ninachoamini kwamba hata wasipopata bado kwa nyuma nafasi kubwa. Tugusie kwa upande wa TMA, anaweza akafanya nini labda, kwa sababu hizi timu zingine mara nyingi hata kocha akigusia, akizungumza, utasikia mimi nahitaji kujifunza. Yaani lengo lake kubwa inawezekana sio kuja kushinda, ni kujifunza kwamba ninapokutana na timu kubwa nabidi nichezeje. Ni kujifunza kama walivyozungumza. Labda kitu ambacho anaweza kukifanya ni kuwapa vijana wake, kuwapa imani kwamba nendeni mkacheze, asiwape pressure. Kwa sababu ukiwapa pressure kuna namna ambavyo unawajengea pia hofu. Kwa sababu ukisema tunahitaji matokeo mbele ya Yanga itakuwa ni uongo. Itabidi wachezaji wacheze kwa kujituma zaidi na kutumia energy kubwa wakisha wanapata hayo matokeo. Na ukiangalia kimzania hata kitakwimu, Yanga bado ni yuko juu sana tofauti na TMA. Kwa hiyo nafikiri kikubwa zaidi ni kwenda kujifunza na kuambia vijana nendeni mkacheze, ukaonyeshe kile ambacho upo nacho. Hii ni platform. Wewe sijua kwamba unaweza kacheza vizuri ukaangaliwa na timu nyingine ambazo zinacheza ligi kuu Tanzania bara. Naelewa kwamba Young Africans wanahitaji kufika mbali zaidi kwa maana ya kucheza finali pengine na kutoa ubingwa, lakini
umezungumza hapo mwanzoni kwamba Mwalimu anawakosa baadhi ya nyota wake, ni sahihi, lakini naamini quality ya wachezaji wa Yanga walioko pale ni kubwa tofauti na quality ya wachezaji wa TMA. Hata wale ambao wanakaa bench. Yaani leo akicheza Faridi Musa, akianza Shoaboy, akianza Rasini Kouma, akianza Kibwana Shomari, utaiona Yanga kwenye acceleration ile kutafuta matokeo, kwa sababu wanao kwenye uzoefu. Kwanza hicho cha uzoefu kinawabeba hata wachezaji ambao wapo bench Young Africans, tofauti na wale wa TMA. Pengine itakuwa ni kwa mara ya kwanza kwa baadhi ya wachezaji wa TMA wanacheza na Young Africans kwa mara ya kwanza kwenye karia yao ya mpira wa miguu. Kwa hiyo unaona ile experience, uzoefu wa wachezaji wa Yanga unaweza ukawabeba kwenye matukio baadhi. Hicho ni kitu cha kwanza. Cha pili, uhitaji wenyewe wa mchezo, kwa sababu wanaona wapinzani wao pia nao mambo si mazuri. CAF Champions League shughuli ilikuwa nzito, ligi kuu Tanzania bara shughuli kama inawaparia hivi kwa kiasi. Yes. Kwa hiyo nguvu zao kubwa wanayamishia kwenye FA. Kwa hiyo na Yanga wanataka waweke uzio pia kwenye FA, waweke mpaka kwamba hapa uweze kuvuka. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Yanga anahitaji matokeo, lakini somehow unaelewa kwamba Mwalimu wa Yanga anaweza akaingia na mabadiliko tofauti. Hata jana pia alizungumza kuhusiana na wachezaji kujituma. Yule ambaye atapata nafasi anapaswa aonyeshe kile ambacho ipo nacho, kwa sababu wapo wachezaji ambao walikuwa wanazungumzwa kwamba vipi mbona wapo Yanga lakini hapati nafasi ya kucheza, Mwalimu afanye rotation ya wachezaji. Nafikiri hata leo pia sintoshangaa kuona rotation ya wachezaji kwa upande wa Young Africans, lakini yote kwa yote bado TMA na Young Africans, bado Yanga na asilimia kubwa ya kupata matokeo na kusonga mbele kwenye hatua inayofuata. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.